Amina, asante wana vyombo. Nataka kuchukua muda mchache sana wa dakika 10. Alafu tutarudi tena katika kumsifu Mungu. Kwa sababu ndani ya kumsifu Mungu, Mungu udhihirisha uweza wake. Na maadui utoroka katika sifa zinazopatiwa Mungu. Kwa hivyo jioni ya leo tumekuja kumpatia Mungu wetu tukufu wote katika nyimbo na nderemo. Na katika yote Mungu ametubariki nayo, tunataka kumuinua huyu Mungu aliyetuonekania. Kwa sababu siku moja tulikuwa tukiongopa pahala panasifiwa Mungu, kwa sababu hatukuwa tumebadilishwa. Tulikuwa ule mtu wa kale, ule mtu aliyetenda dhambi katika shambani mwa Edeni, ambaye alisikia Mungu anatembelea shambani mwa Edeni. Hapo ni Adam na Eva. Wakati ule Mungu alikuwa anakuja shambani ili wakafanya ushirika. Baada ya kutenda dhambi, walipojua ya kwamba Mungu anaja kwao, waliweza kutoroka wakakaa mbali. Lakini Mungu kwa upendo wake akamuita Adamu, akamuuliza Adamu, uko wapi? Akasema, tuko tunajificha kwa sababu tunakuongopa. Kwa hivyo ninataka kusema ya kwamba jioni ya leo atuonei haya injili ya Yesu, kwa sababu huyo mtu wa kwanza aliweza kutoweka wakati tulipompokea Yesu Kristo, tukawa viumbe vipya. Na wewe jioni ya leo inawezekana ukawe hivyo. Haleluya. Nataka kuleta neno katika kitabu cha Yohana. Katika kitabu cha Yohana 5 mstari ni wa 5. Yohana 5 mstari wa 5. Niliwaambia ninachukua muda mchache sana wa dakika 5-10 hapo hivi, kwa sababu makusudi ya Mungu ni ya kukutana na mioyo yetu. Na katika sifa asili tunafanya jioni ya leo, kwa kweli Mungu anakutana nasi, akatuponye, akatubadilishe. Basi neno inasema hivi, mstari wa 5. Na hapo palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka 38. Yesu alipomwona amelala, naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, alimwambia, wataka kuwa mzima? Yule mgonjwa akamjibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani maji inapotimbuliwa, ila wakati ninapokuja mimi, mtu mwingine hushuka mbele yangu. Yesu akamwambia, simama, jitwike gondolo lako uende. Mala yule mtu akawa mzima, akajitwika gondolo lake akaenda. Nayo ilikuwa siku ya Sabato siku hiyo. Baba, ninakushukuru kwa sababu ya neno lako. Jehova, ninapoinena ukaponye na ukabadilishe watu wako. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba na hapo palikuwa na mtu. Nikisoma hapo nyuma inaniambia kwamba sio mahali pengine, ilikuwa mji wa Yerusalemu. Mji huo Yesu alikuwa anaupenda sana, na basi akawa anaingia katika hiyo mji. Na alipoingia hapo, pakawa na mtu aliyekuwa anangojea uponyaji wake miaka mingi, miaka 38, akiwa anangojea kupona kwake. Lakini maajabu ni ya kwamba wakati anapotarajia kapone, anasikia mwenzake amepona na acho mahali pale. Anapota
anatarajia akapate msaada wa kupona. Anasikia mwingine anaingia katika kupona kwake. Nina habari njema jioni ya leo ya kwamba umekuwa umepitia katika hali nzito miaka nenda rudi, lakini jioni ya leo nina habari njema kwako ya kwamba Yesu ako na swali moja anataka kukuuliza jioni ya leo. Huyu mtu alikuwa amehangaika, huyu mtu alikuwa anatazamia watu wakaweze kumsaidia kupona kwake. Hivyo ndivyo na wewe umekuwa majioni ya leo. Umetarajia watu wako waweze kukusaidia ili ukaweze kuinua biashara yako. Umetarajia mume wako aweze kukuimarisha maisha yako, lakini hiyo haikawezekana kufikia jioni ya leo. Lakini ninamleta aliye na uwezo wa kubadilisha yote unaotamani maishani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Na huyu ndiye huyu tuliyekutana naye wakati ule tulikuwa tumepotea, wakati ule tumekuwa hatujui mbele na nyuma, wakati ule tulikuwa tumetawaliwa na maisha ya anasa ya dunia hii. Tuliposikia hii swali yake, tuliinua mikono ya kumwambia, ni wewe Yesu tunayetaka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo jioni ya leo, unajua kile unapitia, unajua miaka ulioteseka, unajua hali zinazokushusha chini, lakini ninatangaza jioni ya leo ya kwamba Yesu mwana wa Mungu aliye hai ako na swali jioni ya leo. Anakuuliza, je, wataka kuwa mzima? Haleluya. Swali ni hilo tu peke yake. Je, wataka kuwa mzima? Yesu ametambua kile umepitia miaka mingi. Yesu ametambua mateso unaoteseka, lakini anakuuliza, je, wataka kuwa mzima? Haleluya. Na jioni ya leo kuna sauti hiyo inakuita kwake, kwa sababu yeye ni mwenye uweza, yeye ni mwenye kubadilisha. Na lakini huyu tumesoma mahali hapa alianza kutoa visababu, akasema sina mtu wa kunisaidia. Nilitazamia baba yangu anisaidie, nilitazamia wazazi wanisaidie, lakini hawakunisaidia. Na ndio maana hivi nilivyo ni kwa sababu yao. Wacha nikupatie habari njema jioni ya leo. Usikamnungunikie mtu yeyote, usikazuiliwe maisha yako kwa sababu ya watu. Mungu mwenyewe ana mema kwako. Haleluya. Mungu mwenyewe ana mpango mwema wa maisha yako. Vijana wanaweza kunungunikia wazazi, wakasema kwa sababu sijasoma, ni kwa sababu baba aliingia katika ulevini, pesa zote zikakunywa, kwa hivyo sasa nikatokea katika kidato cha pili, ina form 4 ama sasa form 2, nikakosa kumalizia masomo yangu ya form 4. Nataka kuambia kwamba samehe huyu mzee, muachie Mungu, na wewe mtazame Mungu jioni ya leo. Anakuuliza, unataka kuwa mzima? Haleluya. Ni Yesu mwana wa Mungu pekee anaweza kubadilisha maisha yako. Ni Yesu pekee anaweza kufanya bautani ya yale unayoyapitia, kwa sababu huyu baada ya miaka yote 38 tunamuona ya kwamba alipomtazama Yesu, na Yesu akamwangalia, akamwambia, chukua kondoro yako na uende ukawe mzima. Na mara hiyo akawa mzima. Bwana Yesu asifiwe. Yesu yuna nguvu wa kukufanya mzima jioni ya leo. Yesu yuko na uwezo wa kubadilisha yale unayopitia. Sitaki nikahubiri sana, kwa sababu wewe unanijua na Yesu anakujua, na yale unayopitia
wanayaelewa vizuri, lakini jawabu ya yoyote ni kwa Mungu pekee. Ni kwa Mungu pekee. Mungeukie Mungu uone vile halitabadilika. Mungeukie Jehova aliyekuumba uone vile maisha yako ataanza kuyanyosha. Haleluya. Oh, usingangane na dunia hii. Usingangane na hali zote. Mtazame anayekungangania ambaye ni Mungu mwenyewe. Ninataka kwenda kumalizia kwa dakika chache, na ninaomba tukachukua hatua, tukakaribie kidogo. Wewe ulipo hapo mbali, mpendo ulio uko, chukua hatua. Nataka kumaliza na ombi moja ambayo Mungu aliyetutuma hapa anataka kuitimiza katika uwanja. Mungu anataka kufanya mabadiliko. Mungu anataka kuleta upya, kwa sababu anasema na huyo mji ulikuwa na mtu mmoja alikuwa anateseka. Pengine ni wewe, pengine ni watu wa ukoo wako, lakini yeye anataka ukampatie nafasi. Tujoni tuombe. Fuka pande kijana tuombe. Tusonge huku mbele tuombe. Walio kule kuengemea kujeni hapa katikati. Ninataka kuomba na watu ninaowaona, na Mungu wa mbinguni anawaona. Tuone haya injili. Mungu akitaka kukukomboa, haijalishi huko katika shimo ya aina gani, yeye ako na uwezo wa kufanya upya katika hiyo hali ulio. Haleluya. Tusonge. Mama unaoketi, kuja tuombe pamoja. Wazee wangu mlio pale ndani, mkingojea kupata supu, mnaweza kuipata hiyo supu dakika kidogo tu. Tumheshimu Mungu na maombi pamoja, na Bwana atatutenda mema. Wapendwa walio kule katika vioski, ninawapatia fursa hii. Kujeni tumwombe Mungu wetu. Mungu ni yeye wa kutuokoa. Hatuna mwingine anaweza kuingia pale. Mungu ingia. Mungu anajua chanjo za maisha yetu. Mungu anajua usoni mwetu. Kwa hivyo hatuwezi kumwepa kamwe. Tujoo kwake, njoni kwake. Njoni tuombe pamoja. Ombi kwa Mungu ubadilisha mambo. Ninangojea ndanda uliye hapo kwa kioski, sikuja hapa tuombe pamoja. Walio kule kwenye zile vioski ambazo sioni ndani, lakini Mungu anasiona, unaweza chukua tu usonge tuombe pamoja. Mungu ako na jibu, na Mungu ako na mpango mwema. Tusonge hapa wapendwa mpaka hapa. Na nyinyi tusongeni hapa. Tuache hii kamera peke yake. Tusongeni. Wapendwa tusongee zaidi. Tusongee zaidi. Wase tusongee. Tusongee. Kabla niombe, wapendwa mlioko nyuma, tusongeni. Haleluya. Shakatayama. Ninataka twende tukaamini Mungu ambaye anatuambia tumuite, na tukimuita usuluhisha. Haleluya. Ni jioni njema ya kufanya uamuzi wa moyo. Huyu aliteseka na akawa amekufa moyo, akaona hata kuwa mzima tena, ataweza kuwa mzima. Kumbe kuna Mungu wa kumuwazia mema. Kumbe kuna Mungu aliye mbinguni, hakuna mpango mwema. Na mala hiyo tu, akiwa katika hiyo, Yesu akamuona, na Yesu akaenda kwake mara moja. Kulikuwa na wengi walikuwa wanangojea kupona, wakiwa na mashinda chungu nzima, lakini Yesu akalenga kwa huyo mmoja, akasema, wewe wataka kuwa mzima? Hivyo jioni ya leo Yesu analenga wewe. Alengi kanisa lako, alengi mzee wako, alengi mke wako, anakulenga wewe, kwa sababu mbinguni kila mmoja atatokezea na matendo aliyofanya duniani. Lakini ni heri walio katika Bwana, kwa sababu watatokea katika baraka za milele kwa Mungu wetu wa uzimani. Kwa hivyo jioni ya leo
ninapoenda kuomba hilo ombi, ninaomba sote tukafunge macho yetu na ukamtazame Bwana katika moyo. Muulize Bwana, unataka ufanyeje? Bwana anakuambia, unataka kuwa mzima, unataka ukambadiliko, unataka hali yako zibadilike. So ni jibu ni lako, ukamwambie kile unapotamani. Kiwa natamani kuendelea hivyo ni sawa. Mungu wetu ana hasara, Mungu ana hasara. Mungu yeye ni mwenye vyote, ni mwenye yote, ndani yake yote. Lakini sisi wanadamu ndio sisi upungukiwa, kwa sababu tusipokuwa na Mungu hatufanikiwi. Ni kilio siku na mchana, lakini tukiungana na Mungu, Mungu wetu anatuondolea vilio usiku, anaponya biashara zetu, anaponya maisha yetu. Kwa hivyo tukiwa tumefunga hiyo macho, ni nani aliye hapa anataka kumwambia Yesu, ninataka kupona? Unajua moyo wangu, unajua maisha ninayopitia. Inua mkono wako mmoja, nitaomba nawe kwanza. Unasema, Yesu, ninataka nikapone. Haijalishi ni hali gani, yeye ako na uwezo huo. Inua mkono wako pale ulipo. Nataka kuomba nawe. Asante ndugu, asante. Tunaenda kuombea hawa. Asante ndugu uliopo nyuma. Mungu ni mkuu, anasikia hiyo. Hebu wewe unaoinua mkono, wafungua macho na usongee hapa mbele. Nitataka kuomba na wewe mapema. Fungua macho ndugu, kuja. Fungua macho mpendwa, kuja. Nataka kuomba na wewe. Mungu anakujua na Mungu amekuona ya kwamba umwonei haya. Unataka uhusiano wako na yeye akaweze kuimarisha. Tusongee hapa karibu. Tusongee hapa karibu. Kuja ndugu, karibu. Kuna mwingine anataka kuunganika na hawa? Hebu simama pande ukiniangalia. Ndugu hapa ukiniangalia. Kuna mwingine anaitikia upendo wa Mungu wa kusema, Yesu umenilenga. Na kwa sababu umenilenga, na mimi naitikia sauti yako ya kwamba ninataka nikawe mzima. Nimepitia katika mateso, nimepitia katika kuvunjika moyo, nimepitia katika kulaumu watu, lakini watu hawangeniweza. Lakini Yesu, naja kwako. Ni wewe unawezana na maisha yangu, ni wewe unawezana na mapito yangu. Kuna mwingine anataka hombia pamoja, tukaombe. Asongee hapa mbele ninapoenda na hawa. Zile vitu zimekulemea, unasijua, mimi sijui, lakini wewe na Mungu wako mnajuana. Lakini Mungu anaitana, anasema kuja nikuondolee. Songea hapa mbele tuombe. Kuna mwingine ako pale anasema, ninataka huu Yesu ambaye ananiondoa katika hii mateso. Haleluya. Nitaenda kuomba na hawa, na ninaamini Bwana atatenda. Wapendwa, umekuja kwa Yesu anayeweza. Haijalishi mapito yako, lakini Yesu anabadilisha jioni ya leo. Ombeni nyuma yangu, semeni, Bwana Yesu, nimejua siwezi kunjiokoa. Nimefungua moyo wangu. Yesu niokoe. Nifanye kuwa mwana wako. Nimekataa dhambi, nimekataa shetani na kazi zake zote. Yesu, ingia moyoni mwangu, ukatawale. Kazi za shetani nimezikataa sasa katika jina la Yesu. Yesu, andika jina langu katika kitabu cha uzima. Kuanzia saa hii mimi ni mwana wako. Asante kwa kuniokoa. Asante kwa kunisafisha. Nitakutumikia siku zote za maisha yangu. Yesu, niwezeshe. Amen. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa sababu ya hawa wapendo watatu. Hawakukuonea haya mbele ya kongamano hili la watu. Wametokea mbele. Yesu, ukaingie kwao, ukawaponye, ukawabadilishe. Hiyo ilikuwa wakiwa mahali pamoja
maishani. Hiyo pepo ilikuwa inawasuilia, hiyo ngome ilikuwa inawafunga, sasa hivi tunaisambaratisha katika jina kuu la Yesu Kristo. Wakawe uhuru kabisa katika jina la Yesu Kristo. Naomba na kuamini. Amen. Kawe ni hivyo katika jina la Yesu Kristo. Amina. Hebu taona yule mpendwa, mtaongea machache pale kando. Endeni pale. Tukiwa katika hiyo hali, pengine umekuja hapa na wewe usikii vyema mwilini mwako, wewe ni mgonjwa. Kuna uponyaji ulio mahali hapa. Yesu ni mponyaji wetu. Yesu ni zaidi ya madaktari. Tunaweza kuomba, tunaomba usiku wa leo na uponyaji ni kwa mwili wako. Uko mahali hapo na wewe na ombi kama hilo, naomba uinue mkono wako moja, alafu tutaomba. Aliye mgonjwa, asanteni. Baba, katika jina la Yesu Kristo ninakushukuru kwa sababu ya watu wako wamesikia neno lako na wamesongea kuisikia. Hivyo ninawaombea ukawabariki, ukawatende mema. Nguvu zako zikawe juu yao. Wale walio katika biashara, Baba, ukafanikishe biashara zao, wakawe na wateja, Mungu wa uzima. Na wale wengine wanaotafuta kazi, Baba, ukawafungulia milango za kazi. Maadui wanaosuilia kazi, tunawashusha, tunawaamrisha wakatoke mbele zao katika jina kuu la Yesu Kristo. Bwana wa mabwana, tukakuone maishani mwetu yakibadilika, kwa sababu wewe ndiye kwa pekee unaobadilisha. Tunakuabudu, tunakutukuza katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Makofi kwa Yesu. Amen. Kabla ya kuleta waimbaji, tutakuwa na almost 15 minutes cha kumsifu Mungu, kumwambia Bwana ni asante. Umeleta wema mwingi kwa watu hapa banaitwaje? Kwa jeshi, hapa kwa jeshi. Bwana asindi kuwatenda mema. Lakini wenda unauliza tumetoka wapi? Tumetoka hapa tu Kiu River, hapo Kawasukali. Unapoingia na hiyo barabara ya Kiu River, kutoka hapo Kawasukali tu kwenye hiyo junction ya hapo posta, ukiingia kidogo tu kwenye hiyo barabara ya Kiu River, kanisa iliyo mkono wako wa kuume,